anaitwa kwa jina la Petro alisema, wewe ni Yesu mwana wa Mungu. Wewe ni Yesu mwana wa Mungu. Petro alimtambua Yesu kwa sababu Yesu alimweleza ya kwamba na nini, kwa nini amuondoki. Walipobaki mitume 12, Petro akasema twende kwa nani tena, na wakati kwako ndiko kuna maisha ya uzima wa milele. Petro aligundua ya kwamba jambo lolote la kumfuata Yesu sio la kupotezea, hapana. Jambo lolote la kumfuata Yesu, aligundua ya kwamba Yesu Kristo alikuwa na uzima. Yesu Kristo alikuwa na maisha yao. Yesu Kristo alikuwa mwanadamu tofauti, ambaye ni mwanadamu tofauti na wanadamu wengine, kwa sababu Mungu mzima alikuwa ndani yake. Yeye aligundua jambo hiyo. Unapomfuata Kristo, hauangalie umati wa watu, hauangalie ni wangapi wanaomfuata huyu mtu, ni wangapi ambao wanamwamini huyu mtu. Wewe unaangalia kile kilicho ndani ya huyo mtu. Kwa hiyo Petro alifanya jambo lolote kwa ufunuo. Yeye hakufanya jambo lolote kwa sababu wengine wanamfuata, au wengine wamemkataa, wengine wanamtukana, wengine hawamjali, wengine wanamsema vibaya. Petro yeye alisema, huyu nimefunuliwa kwake. Ni vivyo hivyo kwa kazi ya Mungu. Unapofunuliwa na mtumishi wa yoyote na unagundua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, hauwezi kama kumwacha. Hata kama wengine watamwacha, lakini wewe hauwezi kama kumwacha, kwa sababu unajua jambo moja ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu na anachopewa ni maneno ya Mungu, anachotumwa anatumwa na Mungu. Kwa hiyo sina haja ya kumwacha, nikuwa pamoja naye. Naye Petro aliona ya kwamba wale 70 wanaondoka, wengine wakaondoka, jamii yote inamtukana, inamsema vibaya, mtoto wa malaya, mkuu wa mapepo mchafu. Matusi yale hawakujali. Wao walikuwa wameshafunuliwa ya kwamba huyu ni mtu tofauti, huyu ana maneno ya uzima, huyu ni mtoto wa Mungu, huyu ana uzima ndani yake. Mungu yuko pamoja naye. Kwa kuwa Mungu yuko pamoja naye, mtu huyu hawezi kumwacha. Hawezi kumwacha. Unatakiwa kuwa pamoja naye. Naye Petro aligundua hiyo. Ndipo Yesu alijifunua kwao na akajitambulisha kwao, na yale yote aliyokuwa akiyafanya waligundua ya kwamba huyu ni mtoto wa Mungu, huyu ni Mungu katika mwili. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kuwa nyuma yake. Sasa malaika waliona mshangao kuona mwanadamu ambaye alifanywa mdogo sana, akafanywa kama mtu wa kusaraulika, lakini ndiye aliyekuwa na mambo yote, mamlaka yote, uwezo wote. Alipomaliza kazi yake, alienda katika utukufu. Tutapata kumsoma nabii. Ndio maana kwenye Mathayo wanasema amepewa mamlaka yote. Ule Mungu ambaye aliyekuwa ndani yake ndiye aliyempatia Yesu Kristo aliyevaa mwili uwezo wa kutawala kila kitu. Kila kitu. Hakuna kitu ambacho yeye hakutawala. Alitawala kila kitu mpaka sasa. Anaendelea kufanya kazi hiyo pamoja na watoto yake, kuwaonyesha ya kwamba yeye ni Mungu ambaye ana upendo wa ushujaa, ambaye ana upendo wa kumpenda mwanadamu kwa namna ambayo hauwezi kuhesabu. Upendo wa Mungu hauwezi kuuandika. Upendo wa Mungu uko juu. Upendo wa Mungu sio huu upendo ambao watu wanauvaa kusema ni upendo. Upendo wa Mungu uko upendo wa kweli. Upendo wa Mungu hata kama hali inakuwa haje, utaonyesha upendo juu yake. Hata kama mambo yanakuwa magumu hai, utaonyesha upendo wake. Wengine walimwacha, mimi niko naye. Hii jambo imetokea, mimi niko naye. Kwa sababu gani? Unapima umuhimu wa Mungu, unapima mapenzi
ujumbe wa Waebrania mlango wa 2. Nabii anaonyesha upendo wa kweli, upendo ambao watu wengi wanasema wana upendo, lakini ule upendo hawana nayo. Kama wanadamu wangelimpenda Mungu vya kweli, kama wanadamu wote wangelimpenda Mungu, hao ambao wanasema ya kwamba ni Wakristo, ingelikuwa ni hatari katika dunia, kwa sababu upendo ambao Mungu alionyesha ni upendo mkubwa. Alitamani ule upendo uwe ndani ya mwanadamu ambaye anajiita Mkristo, ambaye anasema mimi ninampenda Mungu na nitamtumikia maisha yangu yote. Ule upendo ndio anauhitaji kwa Mkristo yeyote, ndio upendo ambao anahitaji kwa mtu yeyote ambaye anasema mimi nitamfuata Kristo, mimi nitamuishia huyu Mungu, mimi nitamfuata kwa vyovyote vile. Tusikia hapa nabii anasema aje? Tusikia hapa, tutachukua kwenye 117 tusikie nabii anasema. Tuanze 16. Tuanze 16. Tunasoma, angalia sasa, maana akuweka chini ya mamlaka ulimwengu ule ujao tunaouenena. Vinginevyo wale malaika wakuu wanaohudumia mbinguni, Gabriele, Mikaelo, Pakanga na 10,000 mara 10,000 ya malaika wa mbinguni, ama 10 ya mamia ya manabii ambao walikuwa hapa duniani, kila mmoja wao yeye kamwe hakujaweka yeyote wao kuwa na mamlaka juu ya ulimwengu ujao tunaounena, si hata mmoja. Yeye akusema kamwe, Isaya, utautawala ulimwengu. Yeye hakuweka ulimwengu kamwe chini ya utawala wa Elia, wala hakuweka chini ya Gabriele, wala malaika yeyote, roho yeyote udumie. Haleluya! Nabii anasema ya kwamba kitu ambacho kilichotendeka, Mungu akuchukua ule utawala ama utawala wa ulimwengu ujao, kusema ya kwamba anatakiwa kuukabidhi kwa malaika yeyote. Na katika wa malaika kuna wa malaika wengi, lakini hapa nabii anasema Gabriele, Mikaele na Kapanga. Malaika wale ni malaika wakuu. Kuna maserafe, kuna makerubi, malaika ni wengi. Yeye Mungu hakukamata utawala ule, haukabidhi malaika yeyote, akuupana kwa namna hiyo. Na unakuja hapa duniani, manabii wote, hakuna nabii wote ambaye Mungu alimkofia utawala ule, hakuna yeyote. Nabii anasema Isaya hapana, Elia hapana, hata nabii Musa hakupewa, Branham hakupewa ule utawala. Utawala ule ulipewa na Yesu Kristo mwenyewe, ambaye alishuka duniani akazaraulika na wanadamu. Wanadamu hawakumjali, na hizo tabia mpaka sasa zipo za kutokujali neno la Mungu na za kutokumjali Mungu mwenyewe. Wanadamu hawamjali Mungu, ni zile roho. Tusichangae na jambo hiyo, kuona ya kwamba watoto ya Mungu hawapendi tena kukusanyika. Watoto ya Mungu hawana kiu ya Mungu. Watoto ya Mungu hawapendi hata kumfuasa Kristo. Kwa sababu gani? Wanapezea umuhimu. Petro yeye aliangalia, niliacha makila, niliacha familia, niliacha hiki na hiki, akaangalia huyu Yesu, nitapata kwa nini? Akasema huyu mtu ana kitu. Huyu mtu ana kitu. Kitu ambacho kilikuwa ndani ya Yesu ni uzima wa milele. Petro akakompare familia yake, akakompare
kazi zake, akakompare mambo yake, akasema nafuata uzima wa milele. Kwa sababu gani? Petro alifunuliwa ya kwamba huyu mtu iko na uzima wa milele. Kwa hiyo sina haja ya kwanza kufanya mambo mengine, namfuata kwa vyovyote vile. Yesu mwenyewe mahali alipokuwa akipita, akienda katika mitaa ya Yerusalemu, alikuwa anatukanwa. Alienda Yudea, anasemwa vibaya. Akaenda mahali popote, anasemwa vibaya. Yule mtu ambaye alikuwa anatukanwa na kusemwa vibaya, ndo alikuwa na mitume 12 wanamfuata. Anatukanwa, wako naye. Yaani walikuwa wanatukanwa pamoja na Yesu. Unaona? Walikubali ya kwamba tutukanwe, lakini tuko nyuma yake. Kwa sababu gani? Wao walipezee. Ukiona mtoto wa Mungu anasema ni Mkristo, anapopima unaona shauku zake za kumfuata Kristo hazipo, umfike na jua ya kwamba bado hajaona umuhimu wa Kristo ndani ya maisha yake. Kwa kuwa mtu mwenye anaona umuhimu wa Kristo ndani ya maisha ya Kristo mwenyewe, ndani ya neno lake, hawezi kama kukaa nyumbani pasipo kumfuata Kristo. Tunaweza kushuka hapo kwanza. Kwa hiyo malaika wote waliona mwanadamu ambaye alipewa utawala wote. Malaika walikuwa pale, wako wanaangalia, wanatizama. Kapanga, nafikiria mnajua habari za Kapanga. Kapanga kama tuliwahi tukumzungumzia hapa. Kapanga ndio yule ambaye aliyeenda kushughulikia wakati wa gharika. Nafikiria ndio hapo Kapanga alienda kufanya hiyo kazi. Kuna malaika wengine ambao waliotumwa wakati wa nani wakati wa Shadraka, Meshaki na Abednego, alikuwa ni Mungu mwenyewe. Alishuka akaja kuwakomboa. Lakini Kapanga ndio yule mwenye alileta ile maji zaruba, ile mvua ya gharika. Alikuwa Kapanga. Ni wa malaika ambao walikuwa na uwezo mkubwa sana. Lakini wale wote wa Gabriele ambaye na malaika Gabriele, Mikaeli ambaye ni malaika wa vita. Mikaeli ndio malaika mkuu wa vita. Hakupewa hiyo. Wale wote walikuwa pale kuona Mungu aliumba mtu ambaye ni mwanadamu Yesu, akapewa mamlaka yote. Na yeye mwenyewe akaingia ndani yake. Yeye wote. Biblia inasema toute la plénitude, Mungu wote ulikuwa ndani ya Yesu Kristo. Ndio mwili ambao Mungu mwenyewe anaingia hata yeye wote. Hapana sehemu, yeye wote ndani yake. Ni mwili aliyoutengeneza ambao uko special, ambao haukutokana na mwanadamu wa yote. Mwili Yesu. Sasa nabii anasema hata manabii hakuna aliyestahili, ni Yesu Kristo. Sasa aliposhuka duniani akaonekana waovyo sana. Matusi ya kila aina alitukaniwa. Alifanya kosa gani? Kuna kosa aliyoifanya? Aliwauliza, nini nilichokifanya kama kosa kweli? Hakuna. Haustahili. Mtoto wa malaya. Wakamtukana, mkuu wa mapepo mchafu. Matusi ya kila aina. Yesu Kristo alinyenyekea. Lengo lake lilikuwa ni nini? Ahakikishe anaingiza ule wa mwisho. Ukombozi unafanyika kwa mwanadamu. Ndio ilikuwa lengo, objective. Na Ukristo unahitaji objective. Objective ama lengo lako kuwa Mkristo ni nini? Kama huna lengo, hauwezi kuwa hapa. Hauwezi kuwa mfasi wa Yesu mpaka uwe na lengo. Kuna watu wengi wanamfuata Yesu hawana lengo. Labda alienda kanisani kwa sababu mama yake anaenda kanisani na baba yake anaenda kanisani, au aliona ya kwamba huyu dada maisha yake iko mzuri, njoo na yeye anaenda kanisani. Lakini lengo lako wewe, je, unaenda kanisani juu ya ule dada? Je, unaenda kanisani ama uliamini ujumbe? Kwa sababu ujumbe ina watu ambao wanapendana sana. Je, ulienda kanisani kwa sababu ujumbe utapata mwanamke ambaye anamheshimu mume? Je, ulienda kanisani ili upate mume ambaye anajua neno la Mungu? Ulienda kanisani juu ya nini? Kama ulienda kanisani, unatakiwa kujua nilienda kanisani ili mimi
kumfuata Kristo nipate uzima wa milele na niishi naye katika umilele. Ndio lengo lako wewe. Umtumikie maisha yako yote. Hiyo ni objective ya mzuri. Kwa hiyo mitume hawakujali matusi, wao walijali ya kwamba huyu mtu tumegundua ya kwamba ni mwana wa Mungu na ana uzima wa milele. Kwa hiyo tunatakiwa kumfuata. Ndio maana walimfuata. Wakasema twende kwa nani? Nani ambaye atatupa uzima? Hakuna. Manabii hawapana uzima. Malaika hawapana uzima. Anayepana uzima ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu ndani ya Yesu Kristo ndiye ambaye alikuwa anayokuwa na uzima na ndiye wa kumfuata. Tunashuka hapa. Tunaingia hapa 18 tusikie. Angalia yale aliyosema Paulo. Angalia alimtukuza Kristo ambaye tunamnena, ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema, mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umtembelee, umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mkono wako. Tusikie sasa. Mnaona ile jambo? Malaika wenyewe walikuwa wanajiuliza juu ya huyu mwanadamu. Mwanadamu ambaye alifanywa kuwa mdogo lakini utawala wote akaupewa. Amemfanya kuwa mkuu sasa. Baada ya kumpa ule utawala, atawale kila kitu. Yesu alipomaliza kazi zake, ilikuwa ni surprise kule mbinguni. Tutakiwa kusikia namna gani alichokifaa, hata na malaika walishituka. Jambo ambalo linafanyika duniani na lililoenda kufanyika huko mbinguni. Kwa sababu hata malaika katika mpango wa Mungu walikuwa wana surprise. Mambo mengine yalikuwa yanatendeka, wanashtuka. Ni hivi. Wanashituka. Sio kila kitu ndio wanakijua. Ndio maana Yesu alisema Baba peke yake. Wakati walipomuuliza kuja kwake itakuwa lini, alimwambia hakuna mtu anayejua isipokuwa Baba peke yake. Hata malaika wao wako pale wanasubiria. Ndio maana kuna vitu vya ukombozi kwa mwanadamu. Hata malaika wali surprise, walishituka. Kuna vitu vingine vilifanyika mbinguni, malaika walikuwa wanashangaa. Ndio hivi wanashangaa kwa kuwa mambo ya Mungu ni makuu sana. Inakuaje huyu mwanadamu? Ni mwanadamu wa namna gani ambaye anafanywa mdogo kisha anapewa kila kitu? Anapewa kila kitu, utawala, anapewa mambo mengi ambayo ni mambo mazuri kwa ajili ya mwanadamu, kwa ukombozi wake. Ukombozi wa mwanadamu, ukombozi wa kiumbe ambacho Mungu alikitamani ya kwamba kiishi umilele. Tulichaguliwa jamani, tuliteuliwa katika hali nzuri, lakini mwanadamu kujitambua hajitambui. Mwanadamu hajali, mwanadamu anajifanyia chochote anachotaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu hajali mambo ya Mungu. Ndio tabia ya mwanadamu. Mwanadamu ndivyo alivyo. Yeye anajifanyia anachotaka kwa kuwa hamjali Mungu, lakini Mungu anatujali. Ndio maana nabii alisema ya kwamba Mungu ndiye aliyetutafuta, sisi hatumtafuti. Kama tungelimtafuta ingelikuwa vizuri, lakini hatumtafuti. Yeye alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, tukombolewe. Yeye kuna tutafuta, ametuwekea uzima. Akasema uzima wa milele huko hapa ni wewe sasa uchukue, lakini hatujali upendo wake. Kama angeliangalia tabia ya mwanadamu angelikuja, lakini kwa kuwa mwanadamu ni kiumbe ambacho alichokipenda tangu kuumbwa kwa msingi ya ulimwengu, akasema kwamba sitamani mwanadamu kupotea. Yeye alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo Mungu aendelee kutuhurumia sana, kwa kuwa upendo wake
mwanadamu hali yake ni hivyo hivyo. Wakati neema itakapoisha, hakuna msamaha, hakuna msamaha. Tuchukue Mia 25, anasema Mungu yeye alifanyika punde mdogo kuliko viumbe vyake, apate kumkomboa mwanadamu, apate kumkomboa mwanadamu, mwanadamu asiye na makazi, bila msaada, na kuwapa makazi mbinguni. Aliacha fahari za mbinguni, aliacha jina kuu sana lililoweza kuitwa, na wakati alipokuwa duniani, mwanadamu alimpa jina duni kuliko yote waliloweza kumpa. Wakasema, jambo la kwanza, alikuwa mwana haramu. Mungu anasikia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanadamu huyu ambaye alikuja kukombolewa, huyu Yesu ambaye malaika walimtazamia, wakaona hali na mpangilio wa Mungu ambao alioufaa atakapokuwa hapa duniani aonekane kuwa mdogo, lakini kule mbinguni waliona uwezo wake na pouvoir aliyopewa. Kule mbinguni walikuja kuona ya kwamba huyu mwana ambaye amezaliwa duniani ni mkuu, amepewa uwezo wote. Malaika waliona hiyo jambo, lakini yeye ambaye aliyefanyika mtoto akazaliwa hapa duniani akawa mdogo hapa kwenye ulimwengu, walimpatia majina ambayo ni majina yasiyofaa. Mtu ambaye anakuja kukukomboa unampatia kisogo na kumpatia majina ambayo hayafai, matusi ya kila aina. Tusi la kwanza, nabii anasema aliitwa mwana wa haramu. Unaelewa jambo ya mwana wa haramu? Maanake ni mtoto asiyekuwa na baba, mtoto ambaye hajulikane baba yake, ni mwana wa haramu. Ndio tusi waliompatia nani? Yesu. Ule Yesu ambaye alikuwa anafuatwa na mitume 12 wakisema ya kwamba matusi haya hatuyajali, tunachokijali ni kuyapata yale ambayo unayo. Na ni yapi? Uzima wa milele. Kwa hiyo mtoto wa Mungu haogopi matusi. Mtoto wa Mungu anachokijali ni kujua lengo lake ni nini na utimilifu wa hilo lengo ni lipi. Basi matarajio yako ni yapi kwa ajili ya kumfuata Yesu? Matarajio yako ni yapi? Je, unamfuata Kristo kwa sababu gani? Ili awe mume wako? Unamfuata Kristo ili yeye awe mtawala wako? Unamfuata Kristo ili yeye awe mkombozi wako? Unamfuata Kristo ili yeye awe mponyaji wako? Unamfuata Kristo ili yeye awe maisha yako? Unamfuata Kristo juu ya nini? Mkombozi, mtawala? Unamfuata Kristo juu ya nini? Unamfuata Kristo kwa sababu mama yako anaenda kanisani? Wewe unamfuata Kristo kwa sababu gani? Ndio kile kile Mungu anachokihitaji. Walimuita ya kwamba alikuwa mwana haramu, ndio jambo la kwanza. La pili, wakachunguza tena, wakasema alizaliwa orini. Huyu Yesu ambaye wanasema ya kwamba ni mfalme wa Wayahudi, mfalme wa Israeli, walimuita mwana wa haramu. Wakasema huyu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Mungu ambaye anajifunua kwa urahisi, Mungu ambaye sio kila mtu. Mpango wa Mungu ni mgumu sana. Ili utambue na kujua ya kwamba Mungu yuko hapa ni vigumu sana. Kama ufunuliwe mahali, utaona kama ni vitu ambavyo havistahili. Lakini mahali ambapo pana Mungu, watoto ya Mungu wanaiwaka pana Mungu hapa. Sasa ni wao kuamua ya kwamba nitapakaa ama sitapakaa, ili nipate kile ninachokihitaji. Ndio kile ambacho Mungu anachokihitaji ndani ya mwanadamu.
machozi yale hawakuyajali. Wakasema alizaliwa Orini, akafungwa matabaa yaliyotolewa nyuma ya nira ya Maksai. Hana mahali pa kwenda, hakuwa na makazi ya kwenda kuishi. Naye aliitwa Beelzebule, mkuu wa mapepo. Alitendewa mabaya, alitemewa mate, aliziakiwa, alitawaliwa, kisha akaenda kwenye mashimo yenye kina kirefu kuliko yote, na akajizili kwa makahaba walio wachafu kupindukia. Hivyo ndivyo mwanadamu alivyomtendea. Amen. Unaona, huyu Yesu alikataliwa na watu wengi mno, alitukanwa, alichambwa, alisemewa matusi ya kila aina, lakini wanani waliompokea? Makahaba walimkubali. Aliweka mikono. Nani ambaye yuko tayari kucha kwangu? Wale ambao walikuwa wakudharauliwa, kwa kuwa wakati ule walidharau makahaba sana. Walisema hawa ni watu wasiofaa, hawa ni watu wa dhambi, watenda maovu. Wale ndio watu wamoja wao walimkubali Kristo, lakini Masadukayo, wazee wa makanisa, walimtupilia mbali, hawakumjali kamwe. Usidhanie kama hili neno litakubaliwa na watu wa kifahari. Hili neno litakubaliwa na watu usio wazania, watu wadogo, watu wenye kuwa na maisha ya chini, watu ambao wanadharaulika, ndio wakukubali hili neno. Watu ambao watasema nakaleka kanisa gani yake? Kwanza mule mwakaleka kanisa mnaendeka hata watu kama wachache tu, kama ngapi hivi, kama familia 2, 3, 4, wanadharau. Lakini hawajui ya kwamba mahali pa kudharaulika ndio mahali ambapo pana Mungu. Mahali ambapo sio zania ndio mahali penye Mungu anakuaga hiko, anatulia mahali pale. Unapotafuta mahali ambapo pako Mungu, ni mahali ambapo usio pazania. Ninakumbuka wakati tulipokuwa kule kambini, kuna Frere Omoya ambaye ni Frere ambaye alitokea kule kama ni Makongolo, kama ni wapi. Alikuwa Frere na sababu jina yake, mke wake aishakuwa huko Uingereza. Ule ndugu alipata neema ya Mungu. Alikuwa sungusungu. Pamoja na usungusungu wake, siku moja Mungu akamwambia kwamba acha nikuonyeshe mahali kwenye ninapatikanaka. Sisi tulikuwa hatujui. Aliyetuambia ni yeye. Haleluya. Amen. Sisi tulikuwa hatujui kinachoendelea. Aliyetuambia alikuwa ni ule ndugu. Akasema ya kwamba nilitoshwa nyumbani kwangu, nilikuwa ndani ya njozi, nikaletwa mahali ambapo Mungu anasema anapopatikana yeye. Unaona, sungusungu ni mtu mwenye anajua kambi sana. Haleluya. Sungusungu ni mtu mwenye anajua kambi. Anajua hapa ni hapa, hapa ni hapa. Wanazunguruka sana. Sungusungu ni watu ambao wanajua kambi sana. Sasa yeye alikuwa mkubwa wa sungusungu. Wakaanza kumpeleka sasa. Twende. Wako anamleta. Analetwa na mtu ambaye asiyemjua, anamleta mahali kwa sauti. Njoo. Twende. Si nakala kanisa. Hapana. Si nakala juu. Unaona kule Rukufi ya kwanza kulikuwa makanisa zilikuwa zinajipanga mumaveni hivi tu. Mali barabara kushuka kwa hospitali, mumaveni hivi Mungu makanisa. Banena wanamkataza hii hapana, hii hapana, hii hapana, hii hapana, hii hapana, mpaka kisi walimleta kwa assembly. Na ilikuwa ni assembly kanyumba kadogo. Kanyumba kadogo kama vile kakuingia kama vile watu 20 au 10.
katoto kadogo. Alipokuja kwa asamblia kuwekwa pale mbele, wakamwambia hapa ndio ninapatikana. Anasema ndugu ya kwamba aliona nyota kubwa, nyota mwangaza, nyota kubwa iko juu ya asamblia pale. Mjozi wakamwambia hapa ndio anapatikana. Tuko siku moja mkanisa na zoezi yetu, ule ndugu anakuja mpaka mkanisa hapa. Ndugu akahubiri. Kumaliza kuhubiri, ndugu akaomba aseme neno. Ndugu akapita pale, njoo akatosha ule ushuhuda. Akatuambia tulitoka kanisani kusimama mbele sio wote. Tuangalie ile nyota inakanaga wapi. Atuoni nyota. Na ule ndugu anasema pakanani pako nyota hapa. Hapa mbele hapa. Inakanaga wapi? Inakanaga mwangaza. Haleluya. Haleluya. Kuna vitu ambavyo hawezi kuviona kwa hivi. Lakini mbingu, mahali ambapo panazunguziwa neno lake, Mungu anapachua. Na yeye anapatikana pale. Na watu wanakuwa ni mahali pale wanapasarau. Hapajani, mepana watu wachache wanaenda pale pale, wanaabudu, wanaondoka. Wanaenda pale pale, wanaabudu, wanaondoka. Kanisa ambapo utaona, huyu naye mchungaji wa ile kanisa alianza kuhubiri familia yake chini ya mti akuchachengwa hata nyumba. Familia hii moja, baba anasimama, watu wako wanapita, iko na hubiri nyumba yake tu. Mambo ya Mungu ni makubwa sana. Mungu anaangaliaka uwito ambao uko ndani ya mwanadamu. Mungu angalie makundi. Na kweli nilipomsoma nabii kuja kugundua kumbe Mungu anatumikana na mtu binafsi. Atumiki na kikundi kia watu, mnaweza kuwa wawili, iko anatumika na mmoja kulingana na kutaka kwake. Na wale ndio wachaguliwa. Na pekee wanawake. Yale makanisa makubwa yote yanoko na yaona kumbe yako ndani. Bado nafanya formalite ya kumtafuta Mungu, lakini mahali penye Mungu hapo hawamjui na hawamfuati. Ndivyo kuwa Kristo alikuwa na kanisa lake la watu 12. Masadukayo walikuwa na watu hivi. Masinagogi na masinagogi. Siku moja alienda kahubiri, akasema neno hili, aliposoma nabii Isaya akasema neno hili limetimilika. Limetimilika. Limetimilikaje na Masia ajaja? Masia ajaja. Kitendawili kwa wanadamu. Alishakuja lakini hawamtambui. Alishaanza kazi, vipofu wanaona, viwete wanatembea, sijui nini, lakini wao wako hivi. Haleluya. Wao wachana. Ndio jinsi mwanadamu alivyo. Mahali ambapo pako Mungu, iko vigumu kupajua dada. Na ndio maana uliona hata ushuhuda mingi. Pamoja na hayo, watu si waliondoka. Kanisa ya Yesu Kristo ilikuwa divise. Watu waliondoka. Kanisa ya Yesu ambaye ni Mungu katika mwili, kanisa watu waliondoka. Unatuletea vitu la kuacha. Sio sasa hivi ndio makanisa yanaanza hiyo vituko. Vituko vilianza tangu zamani. Mpaka leo wakiokia, na nyinyi mnachoka nini? Petro akasimama, twende kwa nani? Tutabaki hapa. Tuko na wewe. Atukuache mpaka mwisho. Kwa sababu Petro aligundua, akajua kwamba huyu ni mwana wa Mungu na iko na uzima wa milele. Sisi hatumuachi. Ukiona watu wanaondoka, wale watu hawana ufunuo wa pale. Waliona Yesu anakamata mikate 5, samaki 2 na mikate 5, akayageuza, wakakula, wakashiba. Huyu bwana ni mzuri, atakuwa anapatia chakula. Na hivi uomleze uko mwingi, tutaenda tunamfuata. Na Yesu alikuwa na nyumba. Nabii anasema Yesu alikuwa na nyumba, ana mahali pa kulala. Akitembea akifika fasi, anajikwezea hapa anapiga ile kufri yake ambayo ni nguo yake, analala. Na mitume wanalala pale, ana meso. Mlisikiaga eti Israeli Yesu alikuwa na nyumba yake moja hivi? Hakuna. Kwanza mmoja alikuwa anatembea, alikwenda analala huko, ama nyumba. Kwa sababu yeye, wale wa Israeli walikuwa hawajamjua. Yeye utawala wake sio wa dunia hii. Yesu hawezi kuwa mtawala wa hii dunia ya mchafu hivi. Dunia
maovu na maovu. Chunga utawala wake huu. Utauona sasa. Utawala wa umilele, utawala ambao una amani, utawala ambao hauna vitu vya ovyo ovyo. Ndio utawala huo. Wale watu wa makanisa wakasema, huyu jamaa sasa tunaanza kuhubiri watu wako. Bwana mimi kanisani watu wote wanaondoka. Bako nafuata huyu jamaa. Ile mikate inanikabula kule. Wote walishaita naye. Sasa huyu ni wachafu sana. Lakini huyu mtu wa aina gani? Anatupeleka watu na anasema yeye ni mfano. Hapana, wivu ikakuja. Ndio maana mtoto wa Mungu hawezi kuwa na wivu. Amen. Mtoto wa Mungu anambariki ndugu yake. Mtoto wa Mungu anabariki dada yake. Mtoto wa Mungu anaona mema ya ndugu yake. Mtoto wa Mungu anamsupport ndugu yake. Sio sasa. Leo inakuwa ni shida. Ni shida. Watu wanasema ni watoto wa Mungu. Niko naenda nafuatilia mahubiri. Tulihubiriwaga hapa na ndugu mmoja ambaye sitamsema jina. Akahubiri ujumbe wa upendo. Upendo. Tulihubiriwa upendo. Hapa Mibarani. Predikasio upendo. Lakini jambo fulani kutendeka, upendo ukatupwa. Unaona? Ndio tabia ya mwanadamu. Mwanadamu wewe mguse kwa kidole kidogo utaona hali yake. Utaona rangi yake. Utaona Ukristo wake. Ukristo sio kuhubiri hapa. Ukristo ni maisha. Ukristo ni maisha. Kuna kuhubiri suruali niko nasema. Lakini maisha ni kitu kingine. Maisha inahitaji mtihani kwa kuonyesha kama ile maisha kweli iko ndani yako. Ndio Ukristo. Ukristo si kufanya ishara tu. Hata na wapagani nabii anasema ya kwamba watu wakwenda kuzimu wanafanya maishara. Ukienda kwa John David pale, yeye mwenyewe anakuambia kwamba yeye hana muda wa kuhubiri watu. Iko na muda wa kuponya watu. Yeye anafikiria kama wokovu inakuja kwa kuponywa, lakini anasahau kusema wokovu unakuja na Mungu mwenyewe kupitia neno lake. Ndio shida. Manabii wa bongo, manabii wasiojua neno la Mungu, sharti watie neno pembeni, kisha wanajizia wao mbele. Na watu ni wengi. Unaona Tanzania kule kulishakuwa miti. Mtu anahubiri anaweza kaletewa mpaka na franga anawekwa chini hivi franga. Ama mtu aliimba wanafurahia kuimba, bado anatia tu ni mafranga. Hawajaji. Wanafikiria kwamba Mungu unaweza ukamkorombre na franga. Hapana. Mungu hajali na franga zako. Mungu anachokijali, anajali mwanadamu. Mungu hakuja hapa duniani juu ya franga. Mungu yeye alikufa msalabani kwa kumkomboa mtu, sio kukomboa franga. Mungu anaona vile vitu. Ni shida sana. Tuangalia hapa. Acha niende haraka hapa. Kuna nafasi kwenye niko nataka nifike. Tusikie Mungu ni mwema sana. Mia 26 hapa. Nabii anasema, bali Mungu alimuinua juu sana, hata angelimlazimu kuangalia chini apate kuona mbingu. Mwanadamu alimpa kiti cha chini kabisa. Alimpa mahali pabaya kabisa, jina la chini kabisa. Mungu alimuinua na kumpa kiti cha juu kabisa na jina lake juu kabisa. Hiyo ndiyo tofauti na yale mwanadamu aliyomfanyia mwana wa Mungu na yale Mungu aliyomfanyia mwana wa Mungu. Mungu yeye alikamata huu mwili Yesu ambaye yeye mwenyewe alikuwa ndani yake, aliuweka juu. Utawala, mamlaka, kila kitu akampa. Lakini huyo alipokuja mbele ya mwanadamu akasema huyu ni Beelzebuli, mkuu wa mapepo mchafu, mtoto wa malaya, matusi ya kila aina.
mwanadamu kutokumjali Kristo. Leo usishangae, ndio hivyo, watakaoingia ni wadogo sana. Wengi watabaki. Watakaoingia Mungu anawajua na ni wachache, walishaandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Wao ni wachaguliwa kweli kweli, wao ni wateule. Mungu aliwajua akawaandika. Mungu habahatishi kwa kuandika. Yeyote aliyeandikwa kwenye kitabu cha uzima ni mchaguliwa kweli kweli. Iwe nini yule mtu anafaa kwa ajili ya uzima. Anafaa kwa ajili ya uzima. Tukiangalia hapa, tuangalia hapa 13. Tunarudi nyuma hapa 13. Tusikie nabii anasemaje. 13 na 14. Tusikie nabii anasema 13. Maskini nabii huyu, tuangalie huyu mwanamke ambaye alikuwa akiokota kuni. Wengi wanasema wanampenda Mungu, lakini bado kumpenda Mungu ni kumtumikia Mungu na kumuishia yeye. Sio hivi hapana. Mungu atishiki na maneno ya mwanadamu ya kwamba nampenda Mungu. Hapana. Wanaompenda Mungu, Mungu anawajua. Na wale watu ni watu tofauti, ni watu kweli kweli, wanayo moyo mkujufu. Ndani yao Mungu ameweka kitu fulani ambacho ni cha kimini sana. Tusikia hapa. Maskini nabii huyu Sabiti, mzee, alimwangalia mwanamke huyo uso, akasema, nenda kaniokee mimi keki kwanza. Ni amri ya jinsi gani kwa mwanamke kumwambia kwa mwanamume kumwambia mwanamke mjane anayekufa kwa njaa ati amlishe yeye kwanza. Yeye alisema nini? Kwa kuwa Bwana asema hivi, lile pipa alitampungukia wala chupa halitaisha mpaka Mungu atakapoleta mvua juu ya nchi. Kwanza Mungu aliingia ndani na akamwokea mkate huo mdogo, kisha akaja akampa nabii. Akarudi moja kwa moja na kuoka mwingine na mwingine na mwingine na mwingine, wala lile pipa halikupunguka wala chupa hailikuisha mpaka Mungu alipotuma mvua juu ya nchi. Yeye alimweka Mungu mbele ya watoto wake, alimweka Mungu mbele ya kitu kingine chochote. Alichukua ufalme wa Mungu kwanza. Amen. Unaona kile kenye ule mwanamke alichokifanya. Huyu mwanamke huyu alikuwa ni mwanamke mjane. Na wakati huo mvua ilikuwa hakuna, mazao, vitu vyote viliharibika. Je, nini? Hakuna mvua. Udongo ulikauka. Ikaonekana ile kidogo ambayo waliokuwa nayo, huyo mwanamke alikuwa naacha mambo madogo kwenye chupa la mafuta, akaacha na unga kidogo. Akasema sasa kwa hii hali hapa hakuna jambo lingine linalobaki. Lakini kwa kilindi cha ule mwanamke alikuwa na kitu ndani mwake ambacho ni upendo thabiti wa Mungu wake. Amen. Alikuwa na upendo, na alichokifanya nini? Alifanya jambo moja ya kusema ya kwamba mimi natakiwa niokote kuni, nitengeneze donge ndogo la mkate na tule mimi na mtoto na watoto na nikufe. Hakuna haja ya kuishi. Tutafanyaje? Mambo imeisha, chakula imeisha, njaa itatua. Lakini alipokuwa anaokota hiyo kuni, nabii wa Mungu akafika, akamweleza ya kwamba mimi ni fulani, kwa hiyo ni nabii wa Mungu, nahitaji unitengeneze mkate mdogo nile kwanza. Kwa
ya ule mwanamke. Sio imani ya mchezo. Amen. Mtu mwenye yuko nakosa kanisani analofa. Kuna mtu mwingine anakaa tu nyumbani, hakwenda mahali popote, anasema ni usingizi. Usingizi unakufaa usije kanisani. Dada, hakuna kwenye unaenda. Bado vitu havijaingia. Nilikuwa nakusanyika kwa madhehebu. Nimetumika miaka 2.5. Natumika usiku wote mzima. Hakuna mtu mwenye anaweza kanidanganya katika maisha ya Ukristo. Kunidanganya hivi, aseme usingizi ulinifaa. Hakuna siku nilikaa nyumbani kutokwenda kanisani, kanisa ya sehemu. Nilikuwa naenda siku ya posho na nilikuwa naenda siku ya Mungu. Mke wangu alikuja hapa, alinikuta mimi ninaenda kwa kanisa ya sehemu. Natumika usiku, kuanzia usiku wote mzima, naanza kazi na saa 12, narudi asubuhi, nafika kwangu saa 1, naenda kwa kanisa. Amen. Kama ni mafungo tunaenda. Basi ujumbe wa mke wangu kukuja hapa Marekani ulitolewa tu kwa mafungo. Mke wangu yuko Dar es Salaam, namwambia kwamba Mungu ameniambia hapa karibuni makuja. Mungu alituambia mafungo. Tuko nafunga. Dada, usingizi uko mwingi. Sasa umuulize yule mtu mwenye anasema usingizi uko mwingi. Iko narudi nyumbani, anafika saa kenda. Mungu anahitaji tu kwako wao umpatie tu siku 2, siku ya posho na ya Mungu. Zingine siku leni avandredi, wewe sukuma usingizi mpaka kisi unataka. Utakiwa kutuambia nini hapa? Utatuambia mambo ya msikizi? Ulishakutana na mashujaa wewe? Mashujaa. Msubirie siku ya mwisho. Mtakumbana na mashujaa. Wakati kila mtu atakuwa anasema hadi yake, anakuambia sema tulipokuwa duniani kule, wanafikiria wanasabu. Watajua ile machozi itapanguzwa na nani? Itapanguzwa machozi. Si wataingia muraza Bwana wako nakumbuka tulipokuwa duniani. Hiyo baba, kumbe ilikuwa ni juu ya hivi. Raha na machozi yatakuwa yamechangamana. Amen. Kwa kwenda kukaramu ya Mungu. Alefuma, nilikuwa namsoma nabii. Nabii ndio alisema ya kwamba tutakapoondoka, tutaondoka na furaha kubwa na tutakuwa tunasema, tutakuwa tunalalamika. Tuko nasema ni nabii, nimemsoma nabii. Nabii ndio alisema. Nabii kwa tabii tu ya kusema kwamba kuota ndoto ama nabii anasema kwamba ile hali itakuwa. Iko, soma mjumbe. Ukisoma mjumbe, nabii anasema tutapanda kabisa na nguvu ya kubwa sana na tutakuwa tuko tunalalamika. Sio wote tuko kwenye njia moja. Nabii anasema kama sio ujumbe itakuwa ni ujumbe mwingine. Nabii anasema juu ya hiyo. Nilisoma kama ni ujumbe mwingine. Kwa katika ujumbe moja nabii iko naambia juu ya ndugu mmoja kulingana na wale wakina dada ambao walikuwa wanavalia vibaya, kisha akasema kila mtu katika kuvalia kwake atajibu mbele za Mungu. Akamwambia yule ndugu, akamwambia kitu ambacho kinahitajika sisi tulikuwa tayari kwa ajili ya unyakuo, na tutakapoondoka tutaondoka na furaha kubwa sana. Bibi harusi ataondoka na kasi kubwa. Na sisi wote tunalalamika pouvoir ya mkubwa. Kila mtu anaenda anasema juu ya makuu ya Mungu tunaondoka. Kwenda kumlaki wapi Bwana hewani? Alefuma itafanyika. Mbingu na nchi vitapita, lakini maneno ya Mungu hayatapita. Kunyakuliwa kutafanyika na watu wataondoka. Watu wataondoka. Kama unampenda mke wako, utamuonyesha njia ya kweli ili muondoke pamoja. Yes. Nabii anasema kule hakuna kuoa na kuolewa. Na ni msoma nabii. Anasema kule mbinguni hakuna kuoa na kuolewa kule. Kwa sababu bibi ya kuoa na kuolewa binatokana na uovu wa huku. Nimemsoma nabii na wengine wamsoma. Kuona profeti ni kitu kikubwa sana. Sasa sijui nitakuwaje kule. Lakini kuna mariage ya huyo nini kule. Kule mbinguni hakuna hivi. Mariage ni mmoja, Bwana wetu ni mmoja, naye ni Kristo. Amen. Soma nabii utasikia mambo kabisa. Kwa hiyo Yesu alizarauliwa. Hakuna matendo ambayo yanatendeka kwa siku ya leo, kwa sasa, ambayo hayakuwepo. Yalikuwepo tangu kabla. Usishangae kanisani watu wanaondoka.
wanaondoka. Hata kanisa Yesu Kristo waliondoka na Kristo alibakia, na alibakia na wanafunzi wachache. Lakini sisi mchungaji wetu akutuuliza ya kwamba na nyinyi kwa nini na nyinyi mkuondoka? Yesu aliuliza, na hiyo mnabaki kwa nini hamwendi? Dona Elisa yeye alijisemea yake, mimi wananiambia nibaki hapa. Haleluya. Choki si mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu ni ufunuo. Mambo ya Mungu ni ufunuo. Mwingine akasema hapana, Alexander alibaki kwa sababu alimsuteni. Kwa sababu naye ni mtumishi. Hapana, si watumishi wengine waliondoka. Mambo ya Mungu ni mambo makubwa sana. Inatakiwa kujitoa kwa Mungu kwa kweli na kumtegemea yeye. Vita vyetu ni vyake, shida zetu ni zake. Haijalishi ulimwengu tugeukie, lakini sisi tujikabidhi kwake tu, kwa kuwa maisha yetu anaishikilia yeye mwenyewe. Amen. Kwa hiyo huyu mwanamke mjane, tusome hapa inakwaje? 114 nini mnapia nasema hapa? Mungu hana budi kuchukua nafasi ya kwanza moyoni mwako. Hii mambo kila wakati Mungu akinisaidia niko hapa nina yasemaka. Bidii ya kazi ya Mungu ni ya muhimu sana. Hauwezi sema unampenda Mungu usipokuwa na bidii ya Mungu. Bongo. Hauwezi. Mtu ana bidii ya Mungu kisha anasema hivi kwa na Mungu. Acha kudanganya watu. Wewe unajifariji utapata surprise mwisho wa dunia. Unaona? Umpe nafasi ya kwanza. Sikia nabii anasema. Kwenye maisha yako, maisha ile fi yako, umpatie Mungu nafasi ya kwanza. Yaani kula kuishi kwako kabla hujakufa, kabla ukaliki mdunia hapa, kabla hujalala, umpatie na nafasi ya kwanza. Kuishi kwako kutokana na yeye. Kazi zake, utumishi, kila kitu kumhusu Mungu, umpatie nafasi ya kwanza. Ndio yenye Mungu anataka. Amen. Tusikia, sikiliza. Mahali pa kwanza katika kila kitu ufanyacho ama chochote ulicho, Mungu hana budi kuwa ni wa kwanza. Yeye hataki nafasi ya pili. Mungu anasikia karakteri ya Mungu. Mungu ndio anatufanya sisi tuishi. Sasa katika kuishi kwetu, yeye anataka apewe nafasi ya kwanza. Yaani umuhimu wa maisha yako, maana kuhusu maisha yako wewe na watoto wako, wewe umpatie na nafasi ya kwanza, hapana ya pili, ya kwanza. Ukimpa ya pili, problem. Kama ni swala za Mungu, nafasi ya kwanza. Kama ni kumtolea Mungu, nafasi ya kwanza. Kama ni kumwimbia Mungu, nafasi ya kwanza. Kama ni kumtumikia Mungu, nafasi ya kwanza kila kitu. Ukimpa nafasi ya pili, ana mawei. Amwendani, problem. Paka siku utampa nafasi ya kwanza, ndio Mungu. Watu wengi wanamtumikia Mungu hawamjui Mungu. Ujumbe huu ulitufanya sisi tumsikie mjumbe kupitia ujumbe aliyoupewa, ili tumjue Bwana yetu anakalaga hai, tabia zake, hali yake, kutaka kwake, maisha yake, matendo yake, tabia yake, kutaka kwake, maisha yake, matendo yake, hali yake. Mungu alitaja kwa bibi harusi amjue Kristo, ajue Mungu Kristo alivyo, ajue matendo yake, hali yake, tabia yake, kutaka kwake. Hapana siku yenye hauna haja ya kwenda kanisani. Acha basi leo nijiendee yangu kanisa, naona si nafasi hata ya kwenda. Acha niende yangu kanisa. Anakuja kanisani. Badada, bandugu,
bengi batabaki bengi. Bengi nakwambia. Leo kama unaona masamble kama hivi, asamble ndio si tunajuana. Sasa wao niambie asamble ile ya watu tuseme 10,000, 5,000 au sijui ngapi. Wanafikiria hata pasera najua. Mtu akitaka anajishikia kikisema anataka hata julikana. Mtu anajifanyia minyadaka hata julikana. Ndio nasikia Katolika sasa padri wetu ukunya yako pombe kadiri ana nawe. Ni ile siku tu ukitaka yako unaenda pale padri njoo mie niliiba jana unisamee tunaondoa yote yanaisha hapa wewe ende na amani. Mwingine na mimi nilizini jana mtoto usiwe na wasi usirudie tena. Uende imeisha. Msamaha zifanyike hivyo. Hizi za Katolika hizi. Za magoti hapa na hapa na unajelea ya. Silikuwa isishakuwa siloga. Mtu akienda na marudi anasema maneno mchache kwa kazi inaisha. Nimeisha toka kule mimi nilishamaliza kabisa maungamo inaishi. Ameungama tayari amemwambia padri. Padri mwenyewe yuko na wanawake wawili. Padri yuko na wanawake wawili. Lakini anasema eti hata uwaka. Si ukorofi? Ukorofi? Ndio hivyo. Mpatie nafasi ya kwanza. Bora sana. Na cha kwanza na yoyote tunayo nayo anastahili jina lake takatifu litukuzwe. Mungu naye akishuhudiwa pamoja na yeye aliyeshuhudiwa alitoa ushuhuda kwa ishara na maajabu, miujiza na namna nyingi, na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Amen. Mungu anahitaji nafasi ya kwanza wadada. Nafasi ya kwanza. Kweli kabisa, kwa hii jambo ya nafasi ya kwanza kila wakati nasemaka kwa dada zetu ambao wanakabwa, wanabanwa na uongozi mwingine. Unajikuta kwenye ndoa wawili, mmoja ndio msimamizi, anafunga kila kitu, anafanya hiki. Ni hivyo, lakini uwe na uwito wa kumpenda tu Mungu. Mungu unisaidie. Ninakupenda, unishughulikie. Mambo yote ni kumwambia Mungu. Mambo yote ni kumkabidhi Mungu. Kwa sababu Mungu ndio supreme wa kila kitu. Mungu ndio mwenye ana decision ya mwisho wa mwanadamu. Hakuna jambo ambalo tunaweza kulifaa hapa kulibadilisha kwa mpango wa Mungu. Yote aliyajua mwanzo mpaka mwisho. Kitabu cha uzima akialikwa sasa, kilialikwa tangu kabla kwa kuumbwa kwa msingi wa ulimwengu. Kwa hiyo sisi tuko naishi kwa kile Mungu alichokiona tangu kabla. Ndio tunaishi. Ndio tunaishi hivyo. Hatuishi kwa sababu ya kutaka kwetu, hapana. Tunaishi chini ya uongozi wa Mungu, chini ya mamlaka ya Mungu. Na pia nasema kwamba Yesu alitungiwa jambo. Walitunga jambo, kutunga. Wale wazee wa makanisa, makuhani, Masadukayo walikaa chini wakasema sasa tunatakiwa kumsemea hivi. Na hiki kile tunakisema tutakapowaambia watu wa serikali, tutakapowaambia watatuamini. Kwanza tuko makuhani. Walikuwa watu wa heshima. Iko vigumu sana kujua kwamba director wa masomo anaweza kaseme uongo. Atakaposimama pale atasema batalioni kweli tu. Pastor mkubwa wa kanisa kikubwa cha Methodist hapa, sijui ya Pentecost, sijui ya Madani, akienda kule kwa serikali. Unaona rais wetu walimwombea pale. Bali wachama wale, bakimzunguka wanamwambia, "Rais, unajua kuna kanisa kamoja pale, kana tuzuzi sana." Kanisa. Wakamwambia rais wetu, "Wanafikiria takataka. Wewe kwanza kujulikane ama kujua hata hapa labda ni secretary." Wanafikiria rais atasema, "Ni kweli kabisa. Maneno yenye hao wanasema hapo tunatakiwa kuamini. Tunatakiwa kuifanyia kazi." Ndivyo ilivyokuwa Israeli. Hakuna kesi Pilato angelikwepa. Pilato alitakiwa kuamua, lakini alikamata maji akanawa. Hauwezi kunawa. Haya mambo yana wiki. Na pia nasema Pilato angelinawa. Pilato alikufa kwa maji.
Pilato alikufa vibaya. Alizania eti aseme hivi nina nao kwa maji vitu vinaisha. Hapana. Bale wote walichangia kwa jambo la mateso ya Kristo. Wengi wao walishughulikiwa vikali sana. Herode tu mpaka kifo chake kikapatikana. Pilato naye alikufa vibaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuamini na kumkubali Kristo na neno lake. Walitupilia mbali agizo ya Mungu. Lakini walikuwa na kila kitu. Wao hawakuona yale walioyaona. Walitaka ya kwamba mtoto Yesu azaliwe mnyumba ya Herode, mnyumba ya Pilato, mnyumba ya Masadukayo, mnyumba ya watu wakubwa. Mungu afanyaje vile? Mungu haiko mahali makanisa kubwa. Mungu yuko kanisa ambayo hawezi kujua. Kanisa ambayo haujali ndio yeye iko. Ndivyo dada, simplicite. Huyu Mungu wetu anapatikanayo kiurahisi. Yaani hawezi kumwelewa. Na anafanya hivyo kwa sababu wale wapagani wasipate kuokoka, wale ambao hawakuchaguliwa. Anahitaji wale waliochaguliwa na wakaandikwa kwenye kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Wale ndio waingie. Hawezi kuingiza mtu yeyote tofauti na yule ambaye aliyeandikwa. Oh, nitapitia kudirisha, hakuna. Oh, nitapitia mlangoni, hakuna. Oh, nitapenya hivi, hakuna. Na ukijikuta ndani utachukuliwa, utatupwa kudirisha kule nje. Ndio Biblia inasema. Biblia inasema hivi. Biblia inasema, acha tusome hapa na tumalize basi siku ya leo basi. Twende kwenye 143. Hapa sasa ndio tunataka kusoma jambo fulani ambalo tunatakiwa kwenda nayo. Jambo fulani. Tuangalie kile kile Yesu alichokifa. 143. Tutasoma vya kutosha ili tupate kuelewa. Unajua kuna watu wengine hawasomi nyumbani, basi itasaidia hii kwanza. Na kumuona wakati alipokufa nani? Kristo Yesu. Hata mwezi ulishikwa na unyongonyevu wa wasiwasi. Jua lilitua katikati ya mchana. Na alipoenenda kwenye ulimwengu wa waliopotea, ndugu Branham anagonga mibarani mara 4. Alipiga hodi mlangoni, ndipo mlango ukafunguka wazi. Yesu Kristo alipokufa alishuka kule. Aliposhuka aligonga gong kwa kuingia. Tusikie mambo hapo. Alipiga hodi mlangoni, ndipo mlango ukafunguka wazi. Biblia ilisema alizihubiri nafsi zilizokuwa kifungoni, zilizotubu katika uvumilivu katika siku za Nuhu, baada ya yeye kuiaga dunia hii. Ndugu yangu na dada yangu, wakati yeye alipokufa, kazi yake ya duniani ilikuwa imekwisha, bali angali alikuwa anafanya kazi, naye angali yuko kazini usiku wa leo. Amen. Tunashuka. Yeye alipisha kwenye mlango ya waliopotea. Biblia ilisema alipisha, naye akashuhudia, mimi ndiye ule uzao wa yule mwanamke, mimi ndiye yule ambaye Adamu aliyenena habari zake, mimi ndiye yule ambaye Enoke alisema angekuja na 10,000 ya watakatifu wale. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai, naye alitenda dhambi, alitenda nanyi mlitenda dhambi, mkavuka siku yenu ya neema, lakini ilitabiriwa kwenu na malaika Enoke, Nuhu, na kwamba sina budi kuja
kutimiza kila neno la Biblia ya Mungu. Mimi niko hapa kama shahidi katika nchi hii ya waliopotea. Naye akawahubiri, huyo akashuka moja kwa moja akaenda kusini, moja kwa moja hadi kwenye milango ya kuzimu, akapiga hodi kong kong kong, mlango. Ibilisi akafungua mlango. Haleluya! Tunasikia kisi Yesu alikufa hapa duniani, wao waliona Yesu anakufa. Sasa kupitia nabii wetu Mungu katufunulia vile vyenye vilifanyika kule kuzimu. Wakati hapa duniani watu wanajua Yesu amekufa, twende tumzike, bakaenda kuzika ile mwili, bakamtia mkaburi. Kumbe yeye anashuka kule kuzimu. Na Biblia inatuambia namna gani alivyoshuka. Aliposhuka alienda mahali ambapo pana watoto wa Mungu, ambao wale watu ambao walipotea wakati wa Nuhu, wale ambao hawakumsikiliza Nuhu, ili neema iliisha, wakaangamia na gharika. Walipoangamia na gharika, Yesu sasa mwenyewe alienda kuhubiri zile nafsi. Alienda akagonga mlango. Aliyemfungulia mlango ni shetani mwenyewe. Karibu. Shetani ndio alifungua mlango. Na niko nakwambia, kumbe aliyefungua mlango ni shetani mwenyewe, alimfungulia. Mungu ni mwema sana. Kuwa na profeti ni kitu cha muhimu sana. Yesu aliposhuka, shetani ndio alimfungulia mlango wa kuzimu, akaingia. Ikawaje? Akafungua mlango. Ibilisi akafungua mlango. Akasema sasa nimekupata. Ibilisi alipofungua mlango alimwambia sasa nimekupata. Unakuja huku wewe, nimekupata leo. Akanyakua ufunguo hizo kutoka ubavuni mwake palipopambana. Sasa akamnyang'anya ufunguo ubavuni mwake, akasema, wewe Ibilisi umetanganya kwa muda mrefu. Hili hapa papa hapa kwenye Biblia nitalifikia mnamo dakika moja. Umetanganya kwa muda mrefu, bali nimekuja kuchukua mamlaka. Akanyang'anya funguo hizo na akampiga teke. Haleluya! Tuko pamoja jamani? Amen. Haleluya! Haleluya! Yesu alipiga Ibilisi teke. Ndio Biblia inasema. Hatujui kama ilikuwa ni teke ya namna gani. Alimpiga teke. Baada ya kumnyangua ufunguo kwenye bafu wake, akampiga teke. Kumbe Ibilisi alikuwa anaiweka ule, anauweka ufunguo, alikuwa na bana, aseme hii siachi, niko tu naye. Akaenda huko iko na hiyo ufunguo, akaenda huko iko naye. Hii ndio mamlaka yote, ambaye atakufa ale aje. Yeyote aliyekuwa anakufa kwa ile wakati anaelekea kule, isipokuwa Enoki alienda moja kwa moja. Yule ambaye aliyeenda moja kwa moja akufika kule, lakini yeyote alikuwa anashuka. Lakini sasa Kristo mwenyewe alishuka, akamwambia, umetanganya wanadamu muda mrefu, bali nimekuja kuchukua mamlaka. Akamnyang'anya ufunguo hizo na akampiga teke, akamrudisha ndani, kisha akafunga mlango, akapiga na kumchukua Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Siku ya tatu akafufuka. Haleluya! Haleluya! Yesu aliposhuka kule, alipambana kwanza na Ibilisi, akampiga teke, akamnyang'anya ufunguo, akaenda akachukua Abrahamu, akachukua Isaka, akachukua na wengine, akasema twende. Siku ya tatu resurrection duniani. Leo unakaa duniani tena. Vitu vyote vinapangwa.
Hakuna jambo ambalo linapangwa la Mungu ambalo litaisha. Hapana, mambo yote yamepangwa, yako hivyo. Sisi ni kusubiria siku ya Bwana na tutaona utukufu wake. Mungu ambaye anasimamia neno lake, yeye anajisimamia siku zote za maisha yetu. Akachukua Ibrahimu, Isaka, Yakobo, siku ya tatu akafufuka. Na hao waliolala mauti kaburini wakafufuka pamoja naye. Lo, haleluya! Si ajabu yule mshairi alisema, alipoishi alinipenda, alipokufa aliniokoa, alipozikwa aliziondoa mbali dhambi zangu, alipofufuka alinihesabia haki bure milele. Siku moja yeye yuaja, lo, siku yeye hukumu utukufu. Amen. Mnaona mambo makuu ya Mungu. Kitu ambacho Mungu alichokifanyia mwanadamu ni kumpatia ile uokovu ya bure. Uokovu ni ya bure. Alimtuma nabii wake akasema amini tu. Hakuwa jambo lingine. Lilikuwa wewe uliamini neno na ulipatia nafasi ndani ya maisha yako. Ndani ya maisha yako. Sasa tutasoma hii sehemu na tutapata kumaliza kwa siku ya leo. Tufikie hapa sasa. 147. Tulishasikia namna gani Mungu ametuzungumzia wakati Yesu alipokufa akashuka kuzimuni. Kitendo gani kilichofanyika kule kuzimuni? Alienda kuwakomboa wafu waliokufa, wafu ambao walikuwa wanapatikana kuzimu. Aliwahubiria vile viumbe. Ndio maana nabii alihubiri mahubiri ya kusema nezame kisome ntambrizo. Mungu alienda kuwahubiria nafsi zilizo kifungoni, akawahubiria. Nabii anatuonyesha namna gani Kristo alikufa duniani, wakajua amekufa, lakini alienda kuzimuni. Kazi ilikuwa ni moja, kwenda kukomboa zile nafsi zilizokuwa kifungoni. Ya kwanza alichokifaa, alienda kwa zile nafsi ambao tayari zilikuwa zimekufa wakati wa Mungu, ambazo hazikukubali neema haikuwa juu yao, ilitakiwa wahubirie. Alipomaliza kuwahubiria, alipomaliza ilibidi aende kukomboa sasa wale ambao ni Abrahamu na watumishi wengine wa Mungu, kuwaondoa katika kifungo cha Ibilisi na kumnyang'anya shetani ufunguo. Na aliponyang'anya ule ufunguo, akaja duniani, akafufuka. Dunia wakajua kwamba huyu Yesu yuko mzima katika wazima. Sasa nabii anataka kutuambia kilichotendeka sasa alipoenda mbinguni. Haleluya! Haya mahubiri hawezi kuyapata kwa watu wa madhehebu. Watu wa madhehebu wanajua sehemu, wanajua Yesu aliendaka tu kule akanyang'anya shetani ufunguo, lakini nabii yani tuambia mambo yaliyotendeka kuzimu. Akatuambia na alipofufuka kile alichokwenda na kile kilichotukia mbinguni. Sasa ndio kitu ambacho tutaenda nacho. Uzuri wa kuwa na nabii. 147. Tusome pale na tutakuwa tumemaliza kipindi chetu cha siku ya leo. Biblia ilisema alipaa juu na akawapa wanadamu vipawa. Akawapa wanadamu vipawa. Kulikuwa na mazingira yaliyokuwa yakiingilia juu ya dunia, ya giza, ya utusitusi, ya mauti na uchovu. Maombi ya asili ingeweza kufika juu, kwa maana upatanisho haukuwa umefanywa. Lakini yeye alipasua na kupita kwenye pazia hilo, akafungua njia, akapasua pazia la magonjwa, akapasua pazia la dhambi, akapasua pazia la uchovu, akapasua pazia la wenye huzuni, akapasua kila pazia na akaweka njia kuu
kwa ajili ya msafiri anayetembea akienda kwenye barabara kuu na mfalme. Lo jamani, wakati alipopita mwezi na nyota akazidi kusonga mbele. Tunashuka nyuma yake, walifuata watakatifu wa Agano la Kale. Na Biblia inatuambia sasa kazi aliyoifanya alipofufuka, mambo yote yalikuwa yamekwisha duniani, mambo yamekwisha, ukombozi umekamilika. Kile ambacho mwanadamu alikuwa hana nacho, Mungu amempa ule upatanisho tena. Uchovu ukaondolewa, mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu ukawa mwanadamu anamuomba Mungu, anamsikia, anamsikiliza, mambo yote yakakuwa yamewekwa sawa. Mambo ambayo yalikuwa ile pazia ambayo ilikuwa inagawanya mwanadamu na Mungu, hakuna mawasiliano, Mungu aliyapasua akawaweka, ukombozi ukafanyika, mambo yakawa sawa. Mwanadamu akapewa na nafasi juu ya uzima wa milele, ni yeye aupokee na ufanyizie kazi upendo wa Mungu. Lakini nyuma ya pale, baada sasa ya Kristo kuondoka, nabii anasema ya kwamba palikuwa manabii walikuwa nyuma ya Kristo. Wakati sasa anaanza kupanda mbinguni, tusikie nabii anasema aje. Wakati anaanza kupanda, nyuma yake walifuata watakatifu wa Agano la Kale. Haleluya, haleluya, watakatifu. Kristo wakati alipanda ile kulaga mitume wake, akaondoka, wakaondoka pamoja naye sasa. Haleluya, Mungu wetu ni mwema sana. Wakaondoka pamoja naye. Agano la Kale, watakatifu wa Agano la Kale, Ibrahimu, Isaka, Yakobo, walienda moja kwa moja wakaingia mbinguni, wakaingia mbingu za mbinguni, wakaingia mbingu za mbinguni. Walipokuwa mbali sana na ule nchi, ninaweza kuwaona wakiinua macho yao. Haleluya, Jona Jesus iko kwenye mibara. Mungu mwenyewe ndani ya profeti ako natuambia sasa vitu ambavyo ako anaona kilichotendeka kwa wakati ule. Akasema walipoangalia ule mji kwa mbali sasa, akasema ninaweza kuona nini. Tumuulize nabii. Haleluya, prophet. Akasema ninaweza kuona. Alichokuwa naona ni nini sasa? Ndio maana sisi tuliona kilichokuwa kikitendeka sasa. Ndio uzuri kuwa na nabii, ni ufunuo mkubwa sana. Walienda moja kwa moja wakaingia mbinguni. Walipokuwa mbali sana na ule mji, ninaweza kuwaona wakiinua macho yao. Tuwe pamoja. Haleluya, haleluya, tuwe pamoja jamani, tuwe pamoja hapa. Watoto mjikaze, tunamaliza nini tu, tunasoma tuelewe mambo yako aje. Ndio uzuri wetu. Kama tuko nasema tu tunasoma Biblia bila profeta hawezi kuelewa haya mambo. Tusikie sasa nabii. Anasema wakiinua macho yao, Ibrahimu akasema. Ibrahimu ndio akasema sasa. Haleluya, tusikie mambo ilikuwa aje. Ibrahimu akasema sasa. Ibrahimu alisema nini? Wakati Yesu iko mbele na wao wako nyuma yake, Ibrahimu ndio alikuwa wa kwanza kusema. Baba anataka kuingia kwenye ule mji. Ibrahimu ndio alisema, baba wa mataifa. Sikia alisema. Haleluya, Mungu wetu ni mwema sana. Ninaweza kuona wakiinua macho yao. Ibrahimu akasema, ule mji niliotamani kuuona. Ibrahimu alipokuwa duniani, kuna mji ambao alikuwa na tamani auone, ambao kujengwa na mikono
unauona ule mji sasa. Ndio huu. Iko naambia mwenzake, ndio ule mji sasa ndio huu. Oh, Mungu wetu ni mwema sana. Haleluya. Haleluya. Mungu ni mwema sana. Walipokuwa mbali sana na ule mji, ninaweza kuuona wakiinua macho yao. Ibrahimu akasema, ule pale, ule mji niliyotamani ni uone. Lo, njoo hapa Isaka, njoo hapa Yakobo. Ibrahimu alipoona ule mji akamwita Isaka. Si walikuwa wote liko naondoka, bako msafari bako naondoka kwenye ule mji. Akamwita Isaka. Na biko na kuonyesha saa mimi alifaa. Akamwita Isaka, akamwita Yakobo. Njoo huko Isaka, njoo huko Yakobo, ndio ule mji sasa. Haleluya. Jeziko mbele tufikie mambo jinsi ilivyokuwa. Kuwa na nabii, kuwa na profeti. Amen. Alita wa kwanza Isaka nani? Abrahamu huyo. Njoo hapa. Yakobo, lo, sisi tulikuwa wasafiri na wageni wa duniani. Bali ule pale ule mji, ule ndio ambao tumeongojea. Haleluya. Akaonyesha sasa. Ndio ule mji ambao tunaongojea. Iko naonyesha. Sasa, na Biblia ilisema, walisema kwa sauti kuu, inukeni enyi malango ya milele na muinuke, kwa kuwa mfalme wa mkuu anaingia. Haleluya. Haleluya. Hii maneno ilisemwa na wale manabii na wale watakatifu. Inukeni malango. Wako naambia malango ya mbingu sasa. Malaika wako humo, mambo yenye yanakuja huko, wanasikia sauti. Haleluya. Mfalme mkuu anakuja. Ni nani huyu? Sikia dada. Ndio maana kuko mambo mengine ambayo yanatendeka kule mbinguni ni surprise. Mungu peke yake tu ndio anajua. Amen. Tusikie hapa. Tunataka tuone na kitu fulani. Inukeni enyi malango ya milele na muinuke, kwa kuwa mfalme wa utukufu anaingia. Ndipo malaika waliokuwa nyuma ya hayo malango, malaika walikuwa nyuma ya ile maporta, zile milango za mbingu, wakasikia ile maneno, wakawajibu hawa malaika hapa nyuma kwa sauti kuu na kusema, ni nani huyo mfalme wa utukufu? Mungu anasikia hicho. Malaika mbinguni wanasema, ni nani huyo mfalme wa utukufu anakuja? Abajui. Alende anaingia mbinguni. Mfalme wa utukufu anaingia. Sheziki yuko mbele. Mfalme wa utukufu. Ndio maana nabii kwenye ujumbe anatuambia Yesu Kristo ndiye nini. Surprise. Malaika wajui mambo inayotendeka nini. Mfalme wa utukufu. Watakatifu wanakuja, wanasema inukeni malango, mfalme mkuu anakuja. Fungueni malango. Sheziki yuko mbele. Yeye asemi iko naondoka tu. Na yeye wakuku njoo kwa katetela. Furaha zinapita kipimo. Wako nasema njoo mfalme wa mbele. Haleluya! Mungu nafikiria wakati tunaondoka kule tutakuwa na furaha, yani ni kwetu tu. Amen. Tutakuwa watu ambao maana njobi yetu hivi. Yeye atakuwa anatulinda tu. Anajua kile anachokifanya. Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini sisi shangwe, furaha, shangwe, gelegele mbinguni. Raha kubwa, nyimbo za Mungu. Nyimbo za watakatifu. Watu watakuwa na furaha kubwa. Tunaacha dunia. Tunaacha kila kitu. Tulisumbuka, tulitezeka. Umilele huu sasa. Watu watasurprise. Haya yenye wako wanatuhubiria hapa, tutayaona live. Tutasurprise kama ndugu zetu. Wakati tutapelekwa, wanafikiria tutapelekwa na bwana harusi mwenyewe. Yeye mwenyewe ndio atatupeleka. Sitakuja kutuchukua na yeye ndio atatubeba. Na sisi tutaenda, tutafanya yeye yetu. Kama wangeweza kuandika mabiblia ile wakati, wataanza andika ndio hivyo, nikaona fulani anamwambia mwenzake fulani, akamwambia ndio hiyo. Tutakuwa tuna surprise kule. Haleluya. Tutakuwa na shangala. Na tulivipata hapa, tutakuwa na shangala na
baba patro, fungueni malango, mfalme amekuja. Yaani wako nasema na ushuja, wako nasema juu ya mfalme mwenyewe mbele yao. Malaika wanaulizana sema, mfalme gani ambaye anakuja? Wenye walikuwa kwa maketi, ni nani huyo? Maketi kile kinafungwa. Tusikie hapa nabii anasema. Ili tuende na kitu. Tusiende kuhubiriwa huko na sisi tuko na profeti. Ndipo malaika 115 nasema, ndipo malaika waliokuwa nyuma ya hayo malango wakawajibu hawa malaika hapa nyuma kwa sauti kuu na kusema, ni nani huyu mfalme wa utukufu? Ni nani huyu mfalme wa... Na hewa wakuwa wanajua. Juma ngelikuwa wanajua, basi ni nani huyu mfalme wa utukufu anakuja? Basi asikia sauti. Yaani kule kunatoka sauti, manake kundi la watu linatoka kule. Kundi la watu linatoka Jésus mbele. Le roi des rois. Mfalme wa wafalme wote anakuja. Iko mbele, Abrahamu nyuma, Isaka, Yakobo, wale manabii wako nyuma yake, watakatifu. Naye iko mbele, wako naingia hapo mbinguni. Malango yafunguliwa. Haleluya. Oh, Mungu wetu ni mwema sana. Nini ambacho Mungu atatutendea? Nini asichokututendea? Bado hawaoni furaha ya Mungu. Bado hawaoni makuu ambayo Mungu anayafaa kwa ajili yao. Hawayaoni. Lakini Mungu anaandaa mambo mazuri sana juu yetu, lakini watu hawachani. Ndipo hao malaika waliokuwa hapa nje, hao manabii wakasema, Bwana wa majeshi. Mungu asikia, balikuwa wanachibizana. Yesu asemi kitu. Wanaosema Abrahamu na wenzao ndio wako wanachibizana na malaika wenye wako kwenye milango. Wakisema huku wanajibu, huku wanauliza, huku wanasema. Sikiliza, wakawajibu wale malaika. Wao waliuliza, haleluya, haleluya. Tutakapoenda kule kutakuwa mambo. Kutakuwa mambo. Ndugu zetu nao walipelekwa. Ndugu zetu nao walipelekwa mbinguni. Walikuwa na mafuraha. Kristo mwenyewe alikuwa kimya. Iko mbele, wao wako nyuma yake. Ni nani huyo mfalme wa utukufu? Malaika wanauliza wenye kuwa kwa malango. Ndipo hawa malaika waliokuwa hapa nje, hao manabii wakasema, Bwana wa majeshi mwenye nguvu katika vita. Ndio kitu waliwacha. Bwana wa majeshi. Dada, tutahangaika aje wakati Bwana wa majeshi ndio iko anatupigania? Tutahangaikaje wakati Bwana wa majeshi ndio iko pamoja na sisi? Wakasema Bwana wa majeshi wa vita. Ndipo wakaponyeza vitufe na huo mlango mkubwa ukafunguka wazi. Wale malaika wenye walikuwa waliposikia ni Bwana wa majeshi wa vita anakuja mwenye utukufu, wakaponyeza ni maputo, wakaponyeza vitufe, ile milango ikafunguka. Ndio nabii anasema waliponyeza vitufe, ile milango ikafunguka. Yesu kombeli. Malaika wali surprise nini? Haleluya. Wale ni hatari mbinguni. Wenye kwa kumlango walikuwa wana habari kinachoendelea. Juu wangelijua, wangelifungula mbele ya wakati waingie, lakini walikuwa wanaambiwa na wenye wako nje. Hawana habari huko ndani. Tusikia. Huyo moja kwa moja katikati ya mitaa yenye akaja yule mshindi, akishangiliwa akiwa na watakatifu wa Agano la Kale, watakatifu nyuma yake,
akaketi kwenye kiti cha enzi, kasema, Baba, hawa hapa ni wako. Haleluya. Kazi kwisha. Tunaelewa kilichofanyika? Amen. Alienda mpaka kwenye kiti cha enzi, akakaa akatimiliza agizo ambayo Mungu aliyompa, kwa sababu Mungu mwenyewe alikuwa ndani yake. Ndio koro ambayo Mungu mwenyewe anakaa ndani yake, ndani ya Yesu Kristo. Kazi kwisha. Kwa hiyo Mungu Mwenyezi ni Mungu wa umilele wote, Mungu mwenye kutujali na kutupenda, jinsi alivyowafanyia ndugu zetu manabii, mitume, wale ambao walikuwa kifungoni, akawatosha katika ule utumwa, akawatosha katika shida. Tuna matumaini ya kwamba nasi Mungu atatushughulikia na atatuondolea katika vita hivi vya ulimwengu. Nasoma haya machache na kuyahubiri mjina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Samahani kwa kuwasumbua, nimewachelewesha. Mungu awabariki sana. Karibu ndugu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nimbe kwa wokovu kwa enzi ya Aroni na kwenda kuomba. 23. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa mambo yote nishani salama. Oh, salama rohoni ni salama, rohoni mwangu salama, amen, rohoni ni salama, rohoni mwangu. Ingawa shetani hatari pesa nitajikapo moyo, kwani Kristo ameuokoa wangu, nimekufa kwa ajili ya salama, amen, rohoni
tuombe. Baba uliye mbali mbinguni, tunakupa sifa na shukrani kwa makuu unayotutendea Señor. Baba, kuwa kwetu hapa ni kwa ajili yako, ni kwa ajili ya neema yako. Shetani ametugombanisha kwa kila hali, lakini Señor, kwa ajili ya upendo wako, kwa ajili ya nguvu zako, umetuwezesha tukakutana hapa. Hatukukutana juu ya kukutana, bali tulikula neno lako ambalo mtumishi wako Señor hilo neno Señor halitakuwa na maana yoyote kwetu kama alikutupatia maisha. Kwa maana neno ni wewe, neno ni Mungu peke yake. Amen. Aliyefanyika mwili na akakuja kukaa nasi tukaona utukufu wa mwana kama vile wa Baba. Baba, tunahitaji huo mwanga ambao ulikuwa ndani ya hiyo neno ambayo unapatia maisha, nalo giza alikuwepo. Yesu, tunaomba utuangazie tutakapotoka hapa kwenda nyumbani. Wewe Mungu ambao unatumika kwa urahisi ambao sio rahisi, kama mwili wako ulivyotumikisha kinywa chako ukasema kwamba hatuweze kujua uko wapi, bali ufunuo wako wewe ndio unatufunulia. Baba, tunakuomba weke chini yako, utuimilie Señor, tuwe na uimilite, tuwe na unyenyekevu, tuwe na uwezo wa kujua wapi tutaenda. Yesu, utushughulikie Mungu wetu. Acha huu upendo tunasema asante. Asante kwa dada zetu, asante kwa ndugu zetu, asante kwa mhubiri. Mungu muongezeni mwanadamu, amepunguza vitu vingi, maji, energy, vyote vile Señor anavyohitaji. Muongezee zaidi ya yote, umpe nguvu, uwezo wa kulisha familia yako, wa kuendesha kanisa lako, wa kuongoza katika familia yako, wa kusimama kidete na wewe Baba, uweze kusimama kidete na wewe katika hii dunia ambao watekeleaji wako wengi bila wewe kuwa pamoja nasi. Baba, tunaomba ushuke ndani ya mioyo ya watoto wako, warudi nyumbani na kitu kimoja. Tusirudi kama vile tulivyokuja, bali kiwe kitu kimoja ambacho kinabadilika ndani ya maisha yetu. Tunakusante na kupatia yote katika jina la Yesu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu awabariki. Amen. Naona Mungu kibaridi baridi. Usikae baridi, kukaa baridi ni kosa. Ndio shetani anataka. Yeah. Ndio. Hata kama uko mmoja, uko wawili, uko watatu, secret ni kujifanya uko moto. Ndio. Kwa sababu ukianza Mungu atalazimika. Amen. Amen. Daudi hakukubali giza. Nani kibaridi hata siku moja maisha yake. Ndio. Ilikuwa ni moto 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 moto. Hata kama akianguka. Anasema Bwana ni nuru yangu. Haleluya. Nimwogope nani? Maana yake alikuwa anasema kwamba hata kama kuna nini siweze hangaika. Amen. Kwa hiyo unahitaji moto. Hata kama pale unaona haiendeki, unaona hiki hakiendeki, wewe unaita moto. Kwa maana watoto wa Mungu ni moto. Amen. Mungu wetu ni moto ulao, na sisi ni moto pia. Amen. Hatuhitaji eti nguvu ya watu usijue nini nao. Wewe peke yako unatosha. Kweli kabisa. Amen. Amen. Kwa maana wewe unakaa ndani yako Mungu muumbaji. Na ndio maana akasema yule mwenyewe ako ndani yenu anazidi mwenyewe yuko ndani ya ulimwengu. Kwa hiyo tukifika fasi tuna dominate. Amen. Tuna dominate kwa kuimba, tuna dominate kwa kuomba, tuna dominate kwa tabia yetu nzuri, tuna dominate kwa kila kitu. Hata kama wako watu wanaangalia wasema ula iko tofauti. Yes. Kwa maana Mungu yuko ndani yako. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tulikuwa katika safari tukapata changamoto ya kweli kweli. Tulipaswa kufika hapa mapema, lakini kufika Cincinnati ni trafiki moja ya ajabu. Tunaanza kutembea kama vile wa bibi harusi. Nasema hapa haya ni mambo haya. Lakini Mungu ashindwa. Yes. Kama tulifika hii wakati ile saa yenyewe tulifika, manake ndio Mungu alijua tangia kabla ya misingi ya dunia kwamba tutakuwa hapa. Amen. Kwa hiyo usishangage na maisha yako, sema hiki kimetokea nini? No.
Biblia inasema hakuna inaweza tokea bila Mungu kukiruhusu. Amen. Na hiyo ndio ujumbe yetu huu. Sisi tukikaa mambo yakienda yetu tunasema Mungu amefanya. Kuna bwana anasema usiseme shetani, maana unamwabudu. Yeye anafanya nini? Yeye mwenyewe anaombaga ruhusa. Kama anataka kuua, anakuja mnipatie ule mtu. Alienda anaambia Mungu aseme ule Ayubu, ule unasema nakupenda kwa sababu hujamweka mikono yako. Amen. Maana ikiwa na maana kwamba Mungu ndio anaruhusu. Shida ambayo unapata Mungu ndio anaruhusu. Tukiwa hapa tuko hivi na hivi Mungu ndio anaruhusu. Amen. Na hiyo ndio furaha ya mwanadamu. Kama ukianza kutegemea Mungu katika hiyo hali, shetani atakuweza. Bila kuambia. Akianza kukuambia, unaona hii shida ilitokea hapa juu, watu wako hivi na hivi, unaenda kuanguka. Huko mjia kuanguka hivi. Kwa sababu tuanze kuangalia Mungu akoga anaruhusu mimoa vitu. Wewe ni tabia ya watu tu. Utawaweza. Hata utawaweza wewe. Shetani ataleta sasa vya pata hapa. Ndio unaanza sasa wewe. Sio vitu nilifanye pale. Na wewe ulinifanya hivi na hivi, unaanza kushwana siku moja unajikuta ulishashwana na watu hata 200 au jua utaomba msamaha. Ndio maana wanasema unapita linie rouge bila kujua. Kuna watu wanapita linie rouge bila kujua. Unashwana hapa, una problem hapa. Huko zingine probleme ni ngumu kuomba msamaha. Juu kwanza kiburi iko ndani ya mwanadamu. Unaangalia unasema ule mjinga ule sitamuomba msamaha. Kumbe ule mjinga ndio Mungu iko ndani yako. Siku utafika kule mbele unasikia Mungu anasema nilikuwa pasi fulani nikakuomba maji ukanikataa. Unaona jinsi njia yetu iko mbaya, inaomba unyenyekevu wa hali ya juu. Na kwa kana wapatia temwanyaji, nilienda Cincinnati kufanya fingerprint. Bana, mimi naenda sina green card, nimepoteza. Mimi kwenda kuchoo nakuta mtu kule. Hapo mnisikiliza. Ananitukana hiyo basi. Aseme wewe, unaingia mchoo hii ya hivi hapa, kwenu huko choo na nini? Nyinyi wa Afrika kwanza mnaenda machoo mpori. Nasema huyu mtu nitamjibia. Lakini kitu moja ananiambia aseme wewe unasema ulitoka mu village. Mwambie habari ya village. Yes. Nikashuka karibu yake nikasema sasa acha nikwambie kitu kimoja. Na yeye akanisikiliza vizuri sana. Mimi nilitoka mu village. Unajua hiyo? Mimi niko villageois. Sisi ndio wale hatukwagi na macho. Hatuna lolote. Ni tunaishi tu kwa neema ndugu yangu. Lakini wale ambao walitoka Mavile wanajua hizi. Na nyinyi ambao mko wa Mavile mnajua hizi. Asante ndugu yangu. Akaniangalia akasema wewe uko Mkristo? Nasema yeye niko Mkristo. Asema kuanzia sasa wewe uko rafiki yangu. Unaona? Ndio. Angalia ijesha. Tuko na bibi yangu. Tuko na bibi yangu. Kama hii ujumbe hii neno la Mungu au kujishusha, utaendana bure ndani yako. Mbele ya wapagani jishushi. Ndio maana Mungu atashuka. Mungu akiona wewe unajishusha, yeye atashuka. Mbele ya Bwana yako jishusha. Mbele ya shida yote ili jishusha. Kama unapanda hauna. Mungu haendaki na watu wa kupanda. Ndio Mungu anasema kama huko hapa hivi, Mungu yeye iko pembeni kwa sababu vita ni vyako pekee. Juu una uwezo wa kupigana, yeye hawezi. Anapiganiaga wale wenyewe hawawezi. Mimi mwambia rafiki yangu, mimi ni mshamba, sina lolote. Tukaenda kule, kwenda ukuta kule, yule ndio chef wa immigration. Sina green card, sina nini. Ana uwezo wa kuniambia leo unarudia kwenu. Unanisikia? Bana niambia green card yako wewe hauna kitu. Na uliitwa hapa kufanya fingerprint. Lakini kuko mtu mmoja mwenye ana uwezo wa kuchukua ile vyote vileta Afrika. Vyote iko ndani mbinguni. Kwa hiyo usubiri tuende kumuita. Kwenda kumuita ni ule jamaa alitukana mtu. Tena mtu hawezi kumjua, ni mfupi ndio mkuu wa immigration Cincinnati mzima. Anakuja akaniangalia akasema, "Wewe rafiki yangu, kuja huku. Nitatoa vyote. Bila green card, bila nini, bibi yangu yule mwenyewe. Nikafanya fingerprint, nikafanya kila kitu. Unaona? Mungu ndani ya mwanadamu. Amen. Unanisikia vizuri? Ni wewe peke yako unaita Mungu.
Biblia inasema hivi, yote yawezekana ukiamini. Maana yake yote yawezekana kwa Mungu, lakini yanawezekana yote kwako ukiamini. Amen. Kila neno ambalo liko na mfano unasema kama mko mkanisa, kama kila neno linahubiriwa wewe unalikamata serie la mhubiri ndio mwenye hapa anahubiri. Wewe ukisikia tu unakamata serie, lazima Mungu atashuka kwako. Aiomba wewe mhubiri wa nini? Iwe nini? Watu kamata kila neno. Wakihubiri wewe unafika nyumbani walisema hivi na mimi nitafanya hivi. Walisema hivi, lakini kwa Kristo yeye walisema hivi, yeye anajua hivi. Walisema hivi, mimi najua hivi. Utakuti kuna miaka na miaka ndani ya ujumbe, lakini hawezi kuproduce life. Hata wahubiri kuproduce life iko hivi. Juu ya nini? Mimi najua hivi. Hapa nilijua hivi. Nabii yasema hivi. Hivi venye Frere Alexander alihubiri leo. Kama unavyomjua Alexander, kama vile mhubiri mwenye alisimama mbele ya madhabahu, ubebe hivyo. Amen. Amen. Ndio kujua Mungu ndani ya mwanadamu na ndio inapatiana maisha. Haleluya. Lakini wewe unajua Mungu wa mbinguni, lakini unashindwa kujua Mungu ndani ya mwanadamu. Hapo unasema, nabii alikusaidia nini? Nabii alikuja akasema hivi. Hii ujumbe anasema hivi. Muipeleke kwa wahubiri. Mbele walikuwa waisomi yote. Alikuwa anaambia watu waseme, hii neno muipeleke kwa wahubiri, kisha wahubiri wawaletee. Kisha neno linasema hivi Biblia. Biblia inasema hivi, eti ni huduma 5 ambazo zinaweka mwili wa Mungu kuwa tayari. Haitabadilika ndio hiyo. Mungu asemangi vitu vitatu. Kwa hiyo kama mhubiri akikuja hapa, wewe uko pale huko unajiandaa. Au muone kama mtu, unaona kama Mungu. Na kila kitu atasema, wewe uko kinaingia ndani. Kiko kinaingia ndani. Hata Mungu utapata wazimu, Roho Mtakatifu atakupata kwa barabara basi yuko unaona. Juu ya nini? Mungu lazima hawa anatembea na wewe kwa sababu nani heshima yako. Juu Mungu kenye alikosa ndani ya watu ni unyenyekevu, ile heshima ya kumpatia ndani ya mwili. Mungu akitoka akikuja kule kama Mungu wa mbinguni, hakuna mwenye anaweza kuweza kumheshimu. Lakini kwa sababu alihitaji imani, akasema ili nipate imani lazima niingie ndani ya mwili, niishi kama wao. Kwa hiyo Mungu ndani ya mwili ndio maisha, ndio suluhisho na ndio mbingu. Unanisikia? Usiabudu kama watu wa madhehebu. Ujumbe watu wengi wameshakuwa madhehebu. Huyu anatukana huyu anatukana huyu anatukana, na wanafikiri wanaenda fasi yoyote ile. Hakutaenda fasi. Hata muwe kanisa kubwa, hata muwe na pastor nani, I don't care. Haikusaidie kitu. Kitu kikubwa ni kwamba wewe unaona huyu kama Mungu, huyu kama Mungu, yule kama Mungu, mnaonana kama vile wa Mungu wadogo. Ndio mtakuja kuleta ile kanisa Frere Branham alikuwa analia na machozi. Frere Branham akasema niko nasubiri hiyo kanisa. Amen. Hiyo kanisa ambayo nitaona watoto wa Mungu wanapendana, watoto wa Mungu wako kimoja. Amen. Amen. Hata kama wana do hawaponi, hakuna cha kupona, sijui cha nini, lakini ile upendo iko ndani yao, ile inawazidi. Ndio wanasema madoo yote itawapata, itakuja, mtaanza kupona manyumbani kwenu. Juu ya kusema vizuri ya dada yako huku unapona, juu ya kusema vizuri kwa ajili ya kazi ya Mungu tuko tunafanya hapa huku unapona, lakini juu ya kulaani kazi hapa na Mungu yuko hapa, wewe unafikiri utapata nini? Au utapata kitu? Unaenda unashuka chini, roho yako inashuka chini. Lakini ujumbe nasema hivi nini? Incrédulité n'arrête que l'incrédit. Unasikia? Kutokuamini inasimamishaga nani? Mwenye amini. Sasa unaamini nini? Msamani kwa kuchukua muda mrefu. Unaamini nini? Tunaamini Mungu ndani ya mwanadamu. Ndio Yesu Kristo ni Mungu ndani ya mwanadamu. Mungu ndani ya mwanadamu, sisi ndio tunaamini. Sisi hatuamini kama vile wa madhehebu wanabakia na Mungu iko mbinguni huko. Analala kule kwake anasema atanikuta hapa. Mungu atakuja atanikuta hapa. Ni sawa, Mungu atakukuta hapo, lakini ulishakutana naye. Lazima ukutane naye. Amen. Na kukutana naye utakutana naye. Anasema kujua mimi ni kujua yule ambaye niliye mtume. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et de la terre. Tunakushukuru kwa wakati mzuri ambao tumekuwa.
Baba, maneno haya ni maneno yako. Ndio ndugu yetu alikuwa anasoma. Na ile maneno ndio yalipana maisha. Na haya maneno ndio yalifanya maajabu. Haya maneno ndio yalihubiriwa mara 7 kuzunguka ulimwenguni. Kwa nini haiwezi kutoa maisha kwetu? Itakuwa ni kutokuamini kwetu. Kristo, tunaomba utufunulie imani. Tutakapotoka hapa, tutoke kama vile wanajeshi. Na tutoke kama vile Biblia inasema mbuzi anavyokula chakula anakicheua. Tuwe tunacheua ni nini ambacho kilifanyika. Na zaidi ya yote tuko na mabroshi, tuko na mikanda ndani ya manyumba yetu. Turudi hii wiki mzima tuko tunasikia chapitri yake ya pili. Tunaisikiliza, tunacheua ili watoto wako wapate maisha. Amani, furaha ishuke ndani ya roho zetu. Haleluya! Kwa maana wewe ni Mungu wetu. Baba, tunakupenda. Hatuna mwingine, unajua. Bila wewe hatuna mwingine. Tunakuita Yesu, Yesu, Yesu. Ni jina takatifu, jina lenye mamlaka, jina ambalo liwapasalo watu wote kuokolewa kwa halo. Baba, tunakutukuza. Ni wakati wa kwenda manyumbani. Uende pamoja nasi. Utuongoze katika jina la Yesu. Amen. Isvalue, hallelujah. Isvalue, follow grace. Isvalue, hallelujah. Isvalue, and Isvalue, you know how to stop. Isvalue, 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 oh Isvalue, yes.